Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Leo tutazungumzia jambo moja ambalo ni katika mambo ambayo yanamrejea mtu atakapokuwa ameondoka katika maisha haya duniani, kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imepokelewa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Al-Imamu al-Bukhari ameileta katika sahihi al-Bukhari. Ni hadithi inayotuonesha namna gani mtu ananufaika kwa kile alichokifanya duniani, manufaa yake yakaendelea mpaka pale atakapokuwa katika maisha yake ya milele. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, yaghrisu gharsan, atakaipanda mmea, au yazra zar'an, au akapanda mti, fayakulu minhu tayrun au insanun, akala kutokana na mti huo mwanadamu au ndege au bahimatin au mnyama, illa kana lahu bihi sadaqatun, isipokuwa kwa tendo lake hilo atakuwa ni mwenye kutoa sadaka katika hilo. Maana yake hadithi hii inatufunza kunatakiwa kuwa na tamaduni za kupanda miti yenye matunda ili watu wengine wanufaike kupitia miti hiyo. Na hii ni dalili ya kwamba yako mambo ambayo ni ya kawaida kwa mtazamo wetu na fikra zetu, lakini yakawa na faida kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakawa na faida kubwa kwetu sisi baada ya kufa kwetu. Mfano wa hadithi hii ni hadithi inaonyesha umuhimu wa kupanda mti, ambao mti ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo pengine tunaliona halina nguvu kiasi hicho, pengine tunahisi halina faida kiasi hicho, lakini pale utakapofanya maamuzi ya kupanda mti wenye matunda, kisha mti huo ukakua, mti huo ukatoa matunda, wakanufaika wanyama na wakanufaika binadamu kupitia mti huo kwa kule kuupanda kwako, basi hiyo inakuwa ni sadaka kwako wewe, kama ilivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha mata ibn adama inqata amalu, anapokufa mwanadamu amali zake zinakatika isipokuwa ile mambo matatu. Miongoni mwa hayo sadaqatun jariya, ni sadaka inayoendelea. Hii pia inaingia katika sadaka inayoendelea, watu wakanufaika na matunda ambayo wewe umeyapanda. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.